Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya taifa. Baba, mama na vijana, kitukuzwe Kiswahili. Akram wa sakram, marhaba mpenzi mtazamaji. Ama kweli siri ya maisha imo katika kuishi. Kila kuchapo, kila alfajiri tunazaliwa upya. Kila tuamkapo, kila asubuhi tunaona siku mpya. Hii ni runinga ya dhahabu. Hujambo na karibu katika taarifa zetu. Mtihani waendelea shuleni. Mgeni atarajiwa siku ya Jumamosi. Mipangilio ya siku ya maombi watainiwa. Udadisi wa maarifa. Karibu. Wanafunzi watarajiwa kukamilisha tathmini siku hii ya leo ili kuanza kudurusu kazi yao. Kaila Vonya ana mengi ya zaidi. Naam, mitihani inaendelea shuleni. Inatarajiwa kukamilika leo ili kuanza marudio na kukamilisha silabasi kwa ajili ya mitihani itakayokaririwa na watahiniwa wa gredi ya 6 na gredi ya 9. Ninawahisi wanafunzi wenzangu, mtie bidii ili kuwafurahisha walimu wenu. Kwa matokeo mazuri, mtia runinga ya dhahabu. Nimekuwa wenu, binti Kaila Vonya. Mgeni atarajiwa humu shuleni hapo kesho. Mwanaripoti wetu Mlima wa Zayuni ana mengi. Ewa, mgeni mheshimiwa anatarajia hapa shuleni. Dhamira yake kuu ni kuzungumza na watahiniwa wa gredi ya 6 na 9. Mazungumzo hayo yatahusu nidhamu na hata jinsi ya kudurusu kazi yao. Hata somo la jamii atakuwa manufaa zaidi. Watahiniwa wa kutwa wanafaa kufika shuleni siku ya kesho kwa somo hili. Na watakia wikendi nyerezi. Nikiripotia runinga ya dhahabu. Nimekuwa wenyu Mlima Kasa. Mipango ya maombi kwa watahiniwa inaendelea. Kwani sijaenda anatupasha zaidi. Kwa kuwa muda sio rafiki mwema, mipango kabambe kuhusiana na mtihani wa KPSEA na KPSEA unapaswa kufanya. Mipango hii ni pamoja na hafla za maombi kwa watahiniwa wote wa mwaka huu. Hii ni njia mojawapo ya kutakasa nafsi zao kabla ya mtihani. Hali kadhalika, sherehe za kuhitimu almaarufu graduation ceremony kwa wanafunzi wa chekechea ngazi ya pili almaarufu PP2 zinakaribia. Kumbuka kuwa ajidhaniaye kasimama, aangalie asianguke. Kuzidi katika kuzidisha zili. Hii ni sauti ya runinga ya dhahabu. Jina langu ni B. Imbidi Fanis Jahenda. Na katika udadisi wa maarifa, Profesa Flavor Mamuli anatupa tonge lililokolea kwenye mchuzi. Babu kanambia chonga mzinga, kisa na maana wakati wote kuwa na mpango wa kuleta amani. Babu kakariri kuwa bahati ni chudi, nayo chudi ni bidii, jitihada au juhudi. Babu kasema mapema inasudi. Hii ina maana kuwa mapema ina bahati njema. Ili kubahatika ni sharti uwe na chudi. Babu kanambia utu wa mtu ni wema wake. Ishi kwa wema, watendee watu mema. Siku zote kuwa mtu mwema, na neema zake Mungu Baba mwema zitakufuata. Huu ni udadisi wa maarifa. Nimekuwa mdadisi wako, Profesa Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya taifa. Baba, mama na vijana, kitukuzwe Kiswahili.